Moja kati ya wakati ambao mastaa wa Bongo huwaga wanatulia kweli kweli, yani wanatuliza akili mno, ni ule wakati wa kutoa majina kwa watoto wao. Na kitu kizuri zaidi ni kwamba mastaa wa Bongo hawajawahi kutoa boko kwenye kutoa majina kwa watoto. Majina ya watoto wa mastaa hapa Bongo ni mazuri kweli kweli, ni mazuri mno. Yani ukiyasikia hapa, wewe mwenyewe utapenda namna ambavyo wamechagua haya majina na yameendana na mionekano ya watoto hao. Kwa hiyo leo nakuletea listi ya watoto 10 wa mastaa ambao wamepewa majina mazuri kweli kweli na wazazi wao. Unajua kwa asilimia kubwa wazazi ndio waga wanatoa majina, mara nyingine wanatoa maanko, mashangazi, lakini kwa hawa mastaa wazazi ndio waga wana play part kubwa kwenye swala zima la kutoa majina. Kwa hiyo hapa bila kupoteza time tunaanza kumtazama mtoto wa Mario na Paula Kajala, anaitwa Princess Amara. Achana na hii Princess kwa sababu ni la kawaida ambalo waga tunalisikia sana, kila mtoto wa kike anapenda kuitwa Princess, lakini huyu sasa anaitwa Amara. Amara, yani ukilizingatia hilo jina kwanza limekaa kama kizungu fulani, sio kizungu, Kiarabu sio Kiarabu. Yani ukilisikia wenyewe utapenda umuite kila time, wewe unamuita tu Amara, Amara. Na ukimwangalia kiukweli ameendana na hilo jina kwa sababu mtoto ni mrembo kweli kweli, amechukua ule muonekano wa mama yake Paula Kajala. So Amara ni miongoni mwa majina mazuri sana, na ndio maana hata nimemweka hapa mwanzoni ili uone ni kwa kiasi gani hawatoi boko mastaa kwenye swala zima la kutoa majina. Kwa hiyo hapa tumpongeze zaidi Mario na Paula kwa kuchagua jina zuri zaidi ambalo limeendana na mtoto wao. Princess Amara ndio jina la kwanza ambalo tumeanza kulitazama. So mtoto wa pili ambaye amepewa jina zuri zaidi na wazazi wake kwa watoto hawa mastaa ni mtoto wa Belnasi na Nandi, anaitwa Naya Bill. Limeungwa, yani limetolewa jina la Belnas kidogo likakatwa likawa Bill, afu mtoto mwenyewe anaitwa Naya. Kwa hiyo unaliunga ile Naya Bill, kwa hiyo anaitwa hivyo. Sorry for my sound. So Naya ukiliangalia tu kwanza hilo jina lazima huyo mtoto awe mzuri. Yani Naya, just imagine unasikia tu mtu anaitwa Naya. Kwa hiyo lazima huyo mtoto awe mrembo, na mtoto ni mrembo kweli kweli. Na hapo alikuwa wamekaa watoto wote ni majina mazuri. Kaka Naya, kaka na Amara ambaye tumetoka kumtazama kwenye nafasi ambayo imepita. Kwa hiyo Naya unaweza kaona mwenyewe ni jina zuri sana, miongoni mwa majina makali zaidi kuyashuhudia toka tumeanza kusikia majina ya watoto wa mastaa hapa Bongo, na jina kaendana nalo sana. Yani kama mama yake ana jina baya, anaitwa Faustina, au sio? Kama ambavyo tunafahamu. So Faustina limekaa kishua sana, alijakaa ile kiswaga kama ambavyo Naya limekaa. Kwa hiyo Naya ameingia kwenye list na tumemtazama hapa. Mwingine ambaye tunaenda kumtazama mtoto wa Rayvanny na Faivani, Raymond. Unaweza kaona jina ni zuri sana la baba, lakini pia jina la mama ni Faima. Kwa hiyo hapo na imagine tu jina la mtoto litakuwa vipi. Mtoto anaitwa Jaydan Vanny. Unafahamu Majaydan wanavyokuwa, wanakuwa ma handsome boy nini, na ndivyo ambavyo mtoto wa Rayvanny na Faivani yupo hivyo. Ni bisho sana huyo mtoto, yani anafuata zile nyayo za baba yake, anapenda kuimba nini, anapenda kutumia simkali. Kwa hiyo ukiangalia of course anaendana na jina kwa sababu jina linaswaga sana. Ukiangalia Jaydan Vanny, so amechukua kidogo kutoka baba yake, kama ambavyo tumeangalia kwa Naya, anaitwa Naya Bill. So dogo naye kachukua Vanny afu kaunganisha na hii Jaydan, kwa hiyo amekuwa ni Jaydan Vanny. Nalo ni jina zuri sana, miongoni mwa majina makali zaidi kuwahi kuyasikia kwa watoto wa mastaa, kwenye listi za watoto wa mastaa hapa Bongo. Kwa hiyo huyu ni mtoto wa 3 ambaye tumemtazama, na mtoto wa 4 ambaye ameingia kwenye listi ni mtoto wa Hamisa Mobeto. Huyu anaitwa Dylan. Yani tumetoka kwa Jaydan, hapa tumekuja kwa Dylan, jina kali sana. Nadhani hili jina atakuwa ametoa mama yake kwa sababu Hamisa mwenyewe waga ni mtu wa vitu vikali. Kwa hiyo hili jina nadhani atakuwa amelitoa yeye mwenyewe direct kumpa mtoto wake, anaitwa Dylan TZ. Kwenye ukurasa wake Instagram ndo anatumia hilo jina. Unaweza kaona bisho sana, kiufupi ameendana na jina lake, au sio? So tumemtazama mtoto wa Hamisa Mobeto na yeye ana jina kali sana,
anaitwa Dylan na amekaa kwenye nafasi ya 4. Na watano ni mtoto wa Hamisa Mobeto pia, anaitwa Baby Fans, naye ana jina kali kinoma noma kama ambavyo unamuona hapa. Jina lake limekuwa ni la kipekee na kilo tofauti sana. Tumekuwa tukiasikia majina mengi hivi karibuni, lakini nadhani hili jina la Baby Fans limekuwa la kipekee na la kitofauti sana. Unaweza kaona namna ambavyo muonekano wake unaonekana, ameendana na jina lake, anaitwa Baby Fans. Yani Baby Fans tumeangalia mababy wengi wakina Baby Mada, lakini hapa unaunganisha Fans na Baby linakuwa jina moja. Kwa hiyo kiujumla linakuwa ni jina la Baby Fans. Kwa hiyo ameingia kwenye list na tumemtazama hapa siku ya leo. Mwingine mtoto wa star ambaye ameingia kwenye list yetu, huyu ambaye tumetoka kumtazama ni watano. Kwa hiyo wa 6 ni mtoto wa Jux na Priscilla, mtoto ambaye amezaliwa hivi karibuni. Huyu anaitwa Rakim. Rakim ni jina limekaa Nigeria sana, Kiyoruba, tofauti na majina mengi ya watoto wa mastambo tunayasikia Bongo. Rakim, lakini yeye ameongezewa Prince huko mwanzoni. Kwa hiyo anaitwa Prince Rakim. Baba yake ana jina kali, mama yake ana jina kali, anaitwa Priscilla. Baba yake anaitwa Juma. So na mtoto naye kapatiwa jina kali kinoma noma. Kwa hiyo mtoto wa Jux na Priscilla anaitwa Prince Rakim. Na wa 6 ambaye ameingia kwenye list yetu ni Tifa, mtoto Diamond na Zari the Boss Lady. Ukiangalia au kilisikia hilo jina Tifa, unajua kabisa mtoto atakuwa mrembo. Haitwi Latifa, anaitwa Tifa, kakatishwa kawekwa kiswaga zaidi. Kwa Diamond Platnumz kaamua kutumia swaga kumpa jina mtoto wake, miongoni mwa watoto wa mastaa ambao wamebarikiwa majina au wana majina makali zaidi. Kwa Tifa ameingia kwenye list na tumemtazama hapa. Mtoto wa star mwingine ambaye tunaenda kumtazama hapa aliingia kwenye list yetu siku ya leo ni mtoto Diamond pia, anaitwa Prince Nilan. Ameingia kwenye list, tumemtazama kama ambavyo unamuona hapa, na yeye ana jina kali sana, Bisho. Kachukua swaga zote kutoka kwa baba yake. Unaweza kaona hata kwenye kanzu anapiga zake ubisho. So Prince Nilan ni jina kali sana. Anaitwa Nilan lakini ile Prince ndo limeongezwa mwanzoni kama ambavyo tumeona kwa mtoto wa Jux anaitwa Prince Rakim. Huyu anaitwa Prince Nilan. Lakini baada ya kumtazama yeye, mwingine ni Lola, mtoto wa Whozu na Tunda, anaitwa She's Lola lakini jina lake ni Lola, limekaa kiswaga sana Lola. Yani ukiliangalia tu jina unaenjoy kulitazama na kulitaja muda wote. Mwingine wa mwisho ambaye anaenda kutumalizia listi ya watoto 10 ambao wana majina mazuri ni mtoto wa Irene Uwoya, anaitwa Krish, anaitwa Krish Ndiku. Kwa hiyo Krish ni jina ambalo unaweza kaona kama limetolewa na wale waigizaji wa India wale wanaitwa Makrish nini. Kwa hiyo ndio jina likapatikana hapo na mtoto kapatiwa jina zuri sana, anaitwa Krish Ndiku. So nadhani utakuwa umeenjoy kuwatazama hao watoto 10 mastaa ambao wamebarikiwa kuwa na majina mazuri zaidi na wamepewa majina mazuri na wazazi wao. Niandike kwenye comment ni jina lipi ambalo limekuvutia zaidi.